Jaribu kuwaza matatizo yangekuwa kwako ingekuwaje. Hakuna nependa haya matatizo, na yakikukuta nauma. Utasema kwa wapi Mungu, yamenizidia haya machungu, kwa hizi tabu nazopitia. Sasa mimi niwaombe uvumilivu ambao tuko nao na tumeanza nao toka muda tunafika kwa ndugu zetu wa Mfereke, tuendelee nao hivi. Hii ni hali ya hewa na wala haina ubaya wowote. Tuamini kwamba ni sehemu ya baraka ambayo itatusaidia sisi kwenye kumsaidia ndugu yetu huyu, na ndio maana inanyesha tukiwa hapa. Ninachofurahi ni kwamba tumekuwa wavumilivu na hatujaondoka, na niwaombe tuvumilie hivi ili tutumie muda mchache tuweze kumaliza kwa wakati kampeni yetu kwenye tukio hili la ufunguzi wa kampeni ya Tunaishi Nao. Na kwa sasa naomba nimkaribishe mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Mfereke, yeye atukaribishe hapa, lakini amkaribishe mtumishi wa Mungu ambaye yuko hapa aweze kutufungulia shughuli yetu kwa sana. Karibu sana mwenyekiti. Nyawaka mwene awani, poleni na safari, karibuni sana Mfereke. Awani mimi nawakaribisha sana, nimewapenda mno. Sasa nitoe shukrani zangu kwa mwitikio wenu wa kuweza kufika kwa ajili ya kumchangia ndugu yetu Carlos Mlo. Natoa shukrani sana, ni pamoja na hali ya hewa, lakini mmevumilia hadi mmefika hapa. Nawashukuru sana. Asante, niwakaribisha wageni wote hapa ndio Mfereke, naomba mjisikie mpo nyumbani. Karibuni sana. Basi nimkaribishe katekista kwa ajili ya ufunguzi, atufungulie kwa sala. Baada ya kusema hayo, naomba niseme tukao tumefunguliwa tayari. Asante. Karibu katekista. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, tuombe. Mungu Mwenyezi, tunakushukuru kwa zawadi kubwa ya unayotujalia. Tunashukuru kwa maongozi yako unayotukirimia sisi wanao. Nasema asante kwa kuwa nasi siku ya leo. Tunaomba uwe nasi, utukirimie mema yote tunayohitaji kwa ajili ya ndugu yetu, na ndugu yetu aweze kupata huduma zinazotakiwa. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Sifu Yesu Kristo. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti. Tunakushukuru pia na mtumishi wa Mungu katekista kwa sala. Bila shaka sasa, ndugu zangu, tuko tayari kuweza kuanza kampeni yetu. Tumemtanguliza Mungu na wenyeji wetu wa Mfereke wametupokea. Ambao tuko huko tunaweza tukaketi sasa ili tuweze kuendelea na shughuli yetu hii. Tulimpokea hapa mgeni wetu rasmi ambaye ni mwenyekiti wa halmashauri na diwani wa kata ya Utalingolo hapa tulipo, lakini mbunge wa jimbo la Njombe mjini Mheshimiwa Deo Mwanyika naye yuko njiani, atakuja kushirikiana na sisi na tutaungana naye hapa muda si mrefu. Ninachowaomba kama nilivyosema, kwanza ni utulivu na uvumilivu wenu. Hii ni Uplands FM, tupo hapa Mfereke leo kata ya Utalingolo kwenye ufunguzi wa msimu wa 8 wa kampeni ya Tunaishi Nao ambayo imekuwa ikiendeshwa na Uplands FM, na hapa tumekuja kumshika mkono mhitaji wetu wa kwanza kwa mwaka huu ambaye ni Caro Mloe. Yeye anasumbuliwa na saratani ya kinywa. Kwa hiyo kupitia michango ya wale ambao wamefika hapa, kupitia michango ya Watanzania ambao muda huu wanatusikiliza pia kupitia 89.1 Uplands FM, ndicho ambacho tumekuja kuwasilisha hapa. Mimi sasa nisipoteze wakati,
naomba nifanye utambulisho kidogo tu kabla sijamleta mratibu wa kampeni aje azungumze machache, lakini fahamuni kwamba hapa tulipo yupo pia mkurugenzi mtendaji wa Uplands FM na wafanyakazi 80% wa Uplands FM wote tuko hapa. Mimi ninayezungumza majina yangu ni Elia Chungwa. Kwa hapa ni mwenyekiti wa kampeni ya Tunaishi Nao, lakini ofisini ni meneja wa maudhui na vipindi pale Uplands FM. Kwa sasa naomba wafanyakazi wa Uplands FM ni watambulishe, nikianza na makamu mwenyekiti wa kampeni ya Tunaishi Nao. Anaitwa Chesko Mtega. Jina lake la kazi anaitwa Mansi. Huyu anasikika kwenye vipindi vya burudani Extra Favor kila siku saa 7 mpaka saa 10, lakini Crazy Friday Ijumaa saa 4 mpaka saa 6, na Jumapili kwenye Uplands Top 20 saa 8 mpaka saa 10. Naomba uwapungie mkono watu wa Mfereke. Anayefuata anaitwa Ephraim Donald. Watu wa michezo wamembatiza jina la mkemia mkuu wa mikeka. Yeye anapatikana kwenye idara ya michezo na ndio mkuu wa idara ya michezo. Anafanya vipindi vya michezo. Sports Line ni saa 2 mpaka saa 3 kila siku, na Sports Power ni saa 4 mpaka saa 7 mchana Jumatatu mpaka Ijumaa. Naomba wapungie mkono watu wa Mfereke. Anayefuata anaitwa Shiraz George. Jina lake la kazi ni Masai Mtukazi. Huyu anasikika kwenye kipindi cha asubuhi leo saa 7 mchana mpaka saa 10. Naomba wasalimie watu wa Mfereke. Anayefuata anaitwa Beata Yosam. Yeye ni mtangazaji wa kipindi cha asubuhi leo. Kinaanza saa 12 mpaka saa 4 asubuhi. Lakini anatusomea habari ya kutwa nzima kila siku saa 1 usiku, na anasikika kwenye kipindi cha Mwanamke Jasiri siku ya Jumamosi saa 10 mpaka saa 11. Lakini huyu ndiye katibu wa kampeni ya Tunaishi Nao. Mbele yenu anaitwa Pastori Mashauri Kadashi. Huyu ni mtangazaji wa vipindi vya michezo na mwandishi wa habari pale Uplands FM. Anahudumu kwenye vipindi vya michezo Sports Power saa 4 mpaka saa 7, Sports Line ni saa 2 mpaka saa 3 usiku. Yuko pia kwenye dawati la habari. Naomba wasalimie watu wa Mfereke. Anayefuata anaitwa Daima Franki. Ni mwandishi wa habari, ni mhariri msaidizi Uplands FM. Anasikika kwenye kipindi cha Sauti ya Watoto Jumamosi saa 3 mpaka saa 4 asubuhi. Naomba wapungie mkono. Sasa niombe wafanyakazi wote wa Uplands FM, sitawatambulisha kwa majina tena. Tumgeukie mgeni rasmi, tupunge mikono wafanyakazi wote wa Uplands FM Radio. Kwa sehemu ya utambulisho wa wafanyakazi nitakuwa nimeishia hapo. Nitamwacha tu mratibu wa kampeni ambaye atakuja kujitambulisha wakati anakuja kusema machache. Lakini kwa muda huu naomba nimkaribishe pia mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Mfereke, na yeye aweze kufanya utambulisho kwa wananchi au wageni ambao walialikwa. Wakati anakuja mwenyekiti, niombe sasa wale umoja wa changishaji wa kampeni ya Tunaishi Nao kutoka maeneo mbalimbali ambao wamekuja hapa kama Uplands FM kuleta sadaka kwa Karo Mloe, tusimame na tupunge mkono kwa wananchi. Sasa ni wakati wako mwenyekiti kwa ajili ya kufanya utambulisho wa wale ambao uliwaalika kupitia ofisi yako, na wao waje kushirikiana na sisi kwenye kampeni hii. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaikum. Basi mimi naomba niwatambulishe kama ifuatavyo. Kwanza naomba niwatambulishe mtendaji wangu wa kijiji popote alipo, punge mkono. Naomba niwatambulishe mwenyekiti wa kamati ya maafa popote pale alipo.
Naomba niwatambulishe kwenu mwakilishi wa kanisa la TAG, mchungaji. Nawatambulishe kwenu mwakilishi wa kanisa la Adventista wa Sabato, hajafika. Naomba niwatambulishe wajumbe wote wa kamati ya maafa popote mlipo. Naomba niwatambulishe wadau wote mlioleta michango, wengine wapo hapa nimewaona, naomba punge mikono. Niwatambulishe kwenu wananchi wote wa Mfereke, naomba mpunge mikono. Asante. Asante mwenyekiti kwa utambulisho. Bila shaka sasa wote tumeshafahamiana, si ndio eh? Kama kuna mtu ambaye hajatambulishwa, inawezekana na Uplands FM au na serikali ya kijiji cha Mfereke na tumesahau kwa namna moja au nyingine, tukisema utusamehe maana yake hatutakutambulisha. Punga mkono namna hii. Kwa hiyo wote tupunge mkono. Hapo bila shaka wote tumetambuana, si ndio? Sasa naomba tuwe watulivu vile vile wakati huu ambao mimi nitamwinua mratibu wa kampeni ya Tunaishi Nao. Yeye atatupa hotuba fupi tu ya ufunguzi wa kampeni ya Tunaishi Nao na kisha atataja kiasi ambacho kama Uplands FM kupitia wadau ambao wametuma fedha zao kwenye namba zetu ambazo tunazitaja studio, kupitia kwa wachangishaji kadhalika na kupitia kwa ndugu zetu ambao wameweka kwenye akaunti yetu ya Tunaishi Nao. Na baada ya mratibu kuzungumza, tutampa nafasi amkaribishe mkurugenzi mtendaji wa Uplands FM naye aseme machache kwenye ufunguzi huu wa kampeni ya Tunaishi Nao. Na baada ya mkurugenzi mtendaji kuzungumza, tutampa nafasi pia mbunge wetu ambaye atazungumza na kisha atakuja kuzungumza mgeni rasmi. Lakini tupate kwanza hesabu ya michango na hotuba fupi iliyoandaliwa na serikali ya kijiji cha Mfereke kupitia uratibu wao. Karibu afisa mtendaji. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu. Tunasonga mbele. Kamwene. Basi awali ya yote nipende kuwakaribisha na nipende kushukuru kwa nafasi hii ambayo tumeipata kama serikali ya kijiji tuweze kuwakilisha kwa kile ambacho tumekiandaa kwa ajili ya mgonjwa wetu. Ndugu mheshimiwa mgeni rasmi, kijiji cha Mfereke pamoja na wadau wote mpaka hivi sasa wameandaa kiasi cha shilingi $1,34,200 kwa ajili ya mgonjwa wetu. Tunacho keshi, tunacho mkononi kwetu hapa. Naomba kuwasilisha. Asante afisa mtendaji. Na bila shaka wananchi wa Mfereke mmepokea hiyo taarifa kweli? Ndio. Au sio chenyewe mlichochanga? Mbona hata mjipongezi? Tunawashukuru sana wananchi wa kijiji cha Mfereke kwa kutuunga mkono. Mlipotoa, Mungu awabariki, na muamini kwamba mlichotoa sio kidogo kwa ajili ya mwenzetu ambaye tunamfahamu na tunaishi naye kwenye jamii yetu. Kutoa ni moyo, sambe si. Naomba nikuinue mratibu wa kampeni ya Tunaishi Nao Uplands FM. Wewe pia uje utoe taarifa ya michango ambayo imeratibiwa na Uplands FM kupitia kampeni ya Tunaishi Nao, lakini utoe na taarifa fupi ya kampeni yetu ya Tunaishi Nao. Na wewe pia ambaye utamwinua mkurugenzi wa Uplands FM ambaye atakuja kuzungumza na wananchi hawa na wale ambao wanatusikiliza juu ya tukio hili la ufunguzi wa kampeni ya Tunaishi Nao hapa Mfereke. Karibu sana mratibu.
Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Salamu alaikum. Tunaishi nao. Nimewaziba muone. Tunaishi nao hapa. Amina, asante sana. Basi kwa wasionifahamu, jina langu ni Fikirini Benjamin Ngailo, mratibu wa kampeni ya Tunaishi Nao kupitia Uplands FM Radio toka mwaka 2019 tulipoanza kampeni hii ya Tunaishi Nao mpaka msimu huu ambao tunauzindua rasmi siku ya leo tarehe 3 mwezi wa 3 2026, ukiwa ni msimu wa 8 wa kampeni ya Tunaishi Nao. Basi kabla sijaenda mbali zaidi, kwanza naomba nitoe shukurani za dhati sana kwa wasikilizaji wa Upland FM, wadau mbalimbali ambao wamekuwa kishiriki na sisi kupitia kampeni ya Tunaishi Nao. Lakini kwa nafasi hii ni heshimu meza ambayo ipo mbele yetu. Ni mheshimu sana mbunge wa jimbo letu la Njombe mjini, Mheshimiwa Deodatus Philip Mwanyika. Niombe wapungie mikono wageni wote ambao tuko nao hapa. Lakini pia nichukue nafasi nzuri ya kumtambulisha kwenu mwenyekiti wa halmashauri ya mji Njombe, Mheshimiwa Erasto Mpete, na diwani wa kata hii ya Utalingolo. Karibu sana. Nitamsimamisha pia mkurugenzi wa Uplands FM Radio, Humphrey Achileka Milinga. Karibu sana uweze kuwapungia mikono. Lakini kwa nafasi ya pekee naamini pia tunao viongozi mbalimbali wa itikadi mbalimbali na nyadhifa mbalimbali kwenye maeneo yetu na majukumu ambayo tumekuwa tukiyafanya, ama wataalamu mbalimbali wa kata hii ya Utalingolo pamoja na maeneo mengine, na wameungana na sisi siku ya leo hapa kupitia kampeni ya Tunaishi Nao. Wapo madiwani mbalimbali kutoka kata mbalimbali, madiwani viti maalum ambao pia na wenyewe wameongozana na Mheshimiwa Mpete leo kwa ajili ya kuhakikisha wanaunga mkono kampeni ya Tunaishi Nao. Niombe kwa mmoja wenu tuweze kusimama na tupunge mikono. Ni watambulishe pia manitambua wapo wa viongozi wa dini ambao tuko nao hapa. Tunaamini tuna watumishi wa Mungu ambao ni wachungaji, katekista na wengine mbalimbali ambao tuko nao hapa. Popote mlipo, tafadhali naomba tupunge mikono. Asante sana. Lakini tunao wadau mbalimbali wasio wachangishaji wa michango ya kampeni ya Tunaishi Nao kutoka maeneo mbalimbali ambao leo wamehudhuria hapa na kwa ajili ya kuweza kushiriki kampeni ya Tunaishi Nao. Sasa nyingine pia wengine sio wenyeji wa eneo hili, lakini wametoka kwenye maeneo yao kwa ajili ya kuja kuhakikisha tunakutana hapa na kuweza kushiriki uzinduzi wa kampeni ya Tunaishi Nao. Popote tulipo, naomba tupunge mikono. Naamini tunatambua na tunathamini uwepo wa kila mmoja mahali hapa. Lakini itoshe kusema tu kwamba wale ambao tumeweza kuwatambulisha wanatosha, lakini hata wewe pia ambaye umeshiriki na sisi hapa siku ya leo, tunatambua uwepo wako na tunaheshimu uwepo wako na tunaamini kabisa kwamba upo pamoja na sisi kwa sababu ya kampeni ya Tunaishi Nao. Basi ikiwa leo ndo siku rasmi ya uzinduzi wa kampeni ya Tunaishi Nao, naomba nizungumze machache kabla sijaweza kukabidhi kile ambacho tumekuja nacho siku ya leo kupitia kampeni ya Tunaishi Nao. Ndugu zangu wana Mfereke, ndugu zangu wana kata ya Utalingolo pamoja na maeneo mengine yote ambayo sasa hivi tunasikilizana vizuri kupitia Uplands FM Radio. Naomba nichukue nafasi nzuri kuwashukuruni sana kwa sababu ya ushiriki wenu kupitia kampeni ya Tunaishi Nao. Leo tunapokutana hapa tunazungumza ni msimu wa 8 tunaenda kuanza wa kampeni ya Tunaishi Nao. Kampeni hii imeanza rasmi toka mwaka 2019. Tumeendelea kushikana mikono, kila mmoja kwa nafasi ambayo alikuwa nayo, kila mmoja kwa kile ambacho alikuwa nacho, na tumefanikiwa kuweza kusaidia wahitaji wengi sana ambao tunajivunia mpaka sasa. Mkurugenzi atakuja kutoa taarifa kamili, lakini wapo ambao mpaka sasa wamepona,
na wanaendelea na majukumu yao, lakini wapo wengine ambao wanaendelea vizuri baada ya matibabu ambayo wamefanyiwa. Kwa hiyo tutoe shukrani za dhati sana kwa ajili ya ushiriki kupitia kampeni ya Tunaishi Nao. Lakini kwa asiyejua kuhusu kampeni ya Tunaishi Nao, hii ni kampeni ambayo imeanzishwa kwa ajili ya kuweza kusaidia watu mbalimbali kupitia changamoto zao, aidha ni wagonjwa ama wanakosa mahitaji muhimu kupitia familia, na tumeianzisha kupitia Upland FM. Utaratibu wetu sisi ambao tunaufanya ni tunaibua changamoto ya mhitaji ambayo tunapeleka moja kwa moja na kuirusha redioni. Watu wanaendelea kuchangia kwa kuguswa kupitia changamoto hiyo ambayo inatangazwa redioni ya mhitaji husika. Kwa hiyo tuwashukuruni sana kwa ajili ya namna ambavyo mmeendelea kushiriki. Lakini katika kuendelea kufanya kampeni ya Tunaishi Nao, mwanzo tulikuwa na mfumo mmoja wa ukusanyaji wa mapato ama miwili kupitia kampeni ya Tunaishi Nao, ambapo tumekuwa tukikusanya michango na sadaka mbalimbali kupitia kampeni ya Tunaishi Nao kupitia namba ambazo tumekuwa tukizitaja studio, ndizo ambazo watu wengi wamekuwa wakichangia kwenye kampeni ya Tunaishi Nao. Lakini siku zilivyozidi kusogea na mwamko ulivyozidi kuongezeka, sasa tumepata wadau, wawakilishi wa kampeni ya Tunaishi Nao ambao wanatusaidia kuchangisha michango kwenye maeneo mbalimbali, na wamekuwa wakishiriki kuileta pale Upland FM, na tunaongozana nao kupitia kampeni ya Tunaishi Nao. Hii imetusaidia sisi kuweza kukua zaidi na zaidi, na mpaka kufikia sasa kampeni hii imekuwa ikifanya kwa ukubwa sana. Niliwahi kusema mahali ama tumekuwa tukizungumza kwamba wakati tunaianzisha kampeni ya Tunaishi Nao, dhamira yetu ilikuwa ni kumgusa tu yule mtu ambaye ana mahitaji madogo madogo, ambayo kwa namna moja au nyingine, labda pale nyumbani ni bibi anakosa sukari, hana sabuni, labda anaishi na wajukuu wanasoma na hawana mahitaji. Lakini kwa namna ambavyo tumezidi kuendelea, tumejikuta kampeni hii tukihama, tukiondoka na kwenda mbali zaidi, na sasa kuanza kuhudumia wagonjwa wenye changamoto kubwa zaidi. Tumekuwa tukihudumia wagonjwa wenye matatizo ya mioyo, wenye matatizo ya kansa, matatizo ya figo, na tumeweza kusaidia wengi ambao mpaka leo tunaendelea kujivunia kuna ambao wanaendelea vizuri. Mbele yangu hapa nilikuwa ninamuona mzee wangu Ngilangwa kutoka pale Magoda. Namba usimame. Namba usimame hapo hapo ulipo na uweze kupunga mkono. Tunapozungumza kuhusu kampeni ya Tunaishi Nao, mzee wetu huyu Ngilangwa kutoka pale Magoda, sisi ni tafsiri halisi ya kampeni ya Tunaishi Nao. Msimu wa kwanza kabisa wa mwaka 2019 tuliweza kumsaidia mzee wetu akiwa na kansa ambayo ilikuwa imeshambulia nyuma ya goti kwenye mguu wake. Kansa ambayo ilikuwa inazidi, kidonda kinazidi kupandisha kila siku. Lakini kupitia uratibu wetu wa kampeni ya Tunaishi Nao tuliweza kumsaidia, amekata ule mguu na mpaka sasa hivi bado anaishi. Tujipigie makofi sana. Lakini utakubaliana na sisi kwamba leo pia tunao ndugu zetu ambao wengine tumewasaidia kupitia kampeni ya Tunaishi Nao. Adelina Mwanyika yuko wapi? Adelina Mwanyika, huyu ni mhitaji wa kampeni ya Tunaishi Nao mwaka jana 2025 akitokea pale Uwemba. Kwa wale ambao waliweza kuona picha ya changamoto yake, ni kwamba kuanzia kwenye kisigino kwenye mguu wake haukuwa na ngozi. Ngozi yote ilitoka mpaka kwenye goti kwa sababu ya changamoto ya kansa. Lakini tumemsaidia, ameweza kwenda kutibiwa na hatimaye amepona, na sasa hivi tutasoma idadi ya michango ambayo wamechangisha wana Uwemba. Yeye ni mchangishaji wa michango pale kwa ajili ya wahitaji wengine, na ameileta kwa ajili ya kuhakikisha tunaendelea kugusa watu wengine. Kwa tafsiri hiyo ni kwamba inaonesha wazi na matunda ya kile ambacho sisi tumefanikiwa kupitia kampeni ya Tunaishi Nao. Lakini pia sambamba na hilo nizungumze kwamba ndugu zangu na ndugu zetu wote ambao tuko hapa na ambao tunasikilizwa kutoka maeneo mbalimbali, kampeni ya Tunaishi Nao sisi tumeianzisha kwa ajili ya upendo, tumeianzisha kwa ajili ya kushikana mikono kupitia changamoto mbalimbali tulizonazo. Kampeni ya Tunaishi Nao haitumiki kisiasa. Kampeni ya Tunaishi Nao haipo kwa ajili ya siasa. Hata viongozi wa kisiasa ambao tumewaalika leo, Mheshimiwa Mwanyika, Mheshimiwa Mpete, tunawaalika kwa sababu ya nafasi zao katika jamii. Tunaamini na wenyewe pia ni watu wenye upendo kwa watu wao. Kwa hiyo wanapokuja hapa sio wamekuja kwa ajili ya kisiasa, ila wamekuja kwa sababu ya kushiriki kupitia kampeni ya Tunaishi Nao. Tunatambua na tunafahamu wamekuwa wakishiriki na sisi kupitia kampeni ya Tunaishi Nao katika maeneo tofauti tofauti.
Tulivyomtangaza mhitaji Carlos wa hapa Mfeleke, ndugu yangu mheshimiwa Mpete alitengeneza mpaka tangazo kabisa, ameliposti kwenye mitandao ya kijamii huko kwa ajili ya watu waweze kuchangia kupitia kampeni ya tunaishi nayo. Sasa hii tafsiri yake ni nini? Ni upendo alionao kwa watu, lakini si kwa watu wa kata yake ya Utalingolo ama halmashauri ya mji pekee. Ni mara nyingi sana tumeendelea kupokea michango kutoka kwake. Tumepokea michango kutoka kwa mheshimiwa Mwanyika pindi ambapo tumekuwa na changamoto, tumekuwa pia tukiwapigia simu na tunaomba ushirikiano kwao, na wamekuwa wakishiriki na sisi. Leo pia hapa ameshiriki Sigilada Mligo ambaye ni mbunge viti maalum kupitia Chauma mkoa wa Njombe. Yeye pia ameshiriki kupitia kampeni ya tunaishi nao kwa kutoa mchango wake, na ameahidi kuendelea kushiriki na sisi kupitia kampeni ya tunaishi nao, kwa sababu wote wanaona kile ambacho kinafanyika na kile ambacho kinagusa jamii kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo ni wito wangu na ni nafasi yangu pia kuzungumza kwamba viongozi wetu tunaomba muendelee kushiriki na sisi. Kwa nafasi zenu mnaendelea kutubusti, mnaendelea kutufanya tunaendelea kufanikiwa ama kufanikisha kampeni hii ya tunaishi nao kwa ukubwa na kwa nafasi kubwa. Lakini pia mnaonesha wazi vile ambavyo mpo karibu na jamii zenu ambazo mnazisimamia katika vitengo na nafasi zenu ambazo mpo nazo. Ndugu zangu, niombe nitoe wito kwa wananjombe na Watanzania wote ambao tunasikilizana kupitia Upland FM. Tuendelee kushiriki kampeni ya tunaishi nao kwa kuwasaidia wahitaji wakiwa hai kupitia changamoto zao. Leo tunamsaidia Carlos Mlowe. Carlos Mlowe nimeambiwa biografia yake ama historia yake. Amewahi kuwa mwenyekiti wa kijiji hiki cha Mfeleke. Lakini leo Carlos Mlowe hawezi hata kuzungumza na kansa ya kinywa. Tafsiri yake ni kwamba matatizo ama changamoto hazitazami ni wapi kwa kwenda na wapi kwa kutokwenda. Ni yeyote anaweza kukutana na changamoto yoyote, muda na wakati wowote. Kwa hiyo tusaidiane tukiwa hai, tupeane maua yetu tuyanuse tukiwa hai. Leo Carlos Mlowe atakaposhuhudia umati wa watu ambao wamekusanyika hapa kwa ajili ya kumchangia, nafikiri atafarijika zaidi kuliko wale ambao wangekusanyika kwenye msiba wake ambao yeye asingeweza kuwaona, kwa sababu tungeweza kuchanga michango mingi kwenye hilo eneo tukala wenyewe hivyo vyakula, lakini yeye asione hata shilingi 100 ya kile ambacho tumechangia. Lakini leo tunavomchangia kwa ajili ya kuhakikisha anaenda hospitali, nafikiri ni kubwa zaidi kuliko vile ambavyo tungeweza kuchanga michango mingi kwenye msiba. Amina ndugu zangu. Naomba nisichukue muda mwingi. Leo ni uzinduzi wa kampeni ya tunaishi nao na watu wengi ambao watazungumza hapa kwa nafasi zao. Basi naomba nitoe idadi ya michango ambayo tumekuja nayo siku ya leo hapa. Tumechangiwa vitu mbalimbali. Tumechangiwa fedha pamoja na mahitaji. Huwa ninasema siku zote kinachofanyika hapa ni upendo. Kuna mtu anaenda pale, yeye hana shilingi 1000 ya kuchangia kupitia kampeni ya tunaishi nao, lakini anao unga lita 1. Anaamua kuchota unga, anachangia kupitia kampeni ya tunaishi nao. Kwa hiyo tunayo mahitaji mbalimbali ambayo tumekuja nayo siku ya leo. Tumekuja na mahindi debe 3.5, tumekuja na maharage debe 1, sabuni miche 8, sabuni ya unga pakiti 7, tumekuja na viazi debe 1, matunda aina ya pears lita 1, lakini pia tumekuja na maji ya kunywa ni kopo 1, soda kopo 1. Naomba msishtuke kwa nini tunasema soda kopo 1 na maji ya kunywa kopo 1. Huu ni mchango wa mtu aliyepita na changisha. Sasa ikionekana haujasikika hapa, isije kaleta tatizo huko, si ndio kwamba ile soda nilechangia labda huenda alikunywa yule aliyekuja kuchangisha. Amina ndugu zangu Lakini vile vile tunazo chumvi pakiti 16, tuna unga wa karanga pakiti 15, boga 1, nanasi 4, sukari kilo 4, mchele kilo 5, parachichi debe 2, unga wa ugali debe 2. Tunazo nguo tofauti tofauti ambazo watu wamechangia. Tunavyo viungo, nyanya, vitunguu, hoho, nyanya chungu pamoja na vingine, lakini pia tuna samaki, tuna kabeji 1, tuna chumvi ya mawe kilo 1, ulezi lita 2, mayai haya yamebadilishwa kuwa fedha kwa sababu ya kusafirisha, ingeweza hata kupasuka njiani, lakini pia tuna mihogo fungu 1 pamoja na dagaa pakiti 3. Hii ni kati ya sehemu ya mahitaji ambayo watu wameweza kuchangia. Lakini tunayo michango ya fedha ambayo imechangiwa kutoka maeneo mbalimbali, na hii sasa naomba niisome kwa kadri ya maeneo yao, kila mmoja namna ambavyo ameweza kuchangia. Tunao ndugu zetu kutoka Mgodechi
wao wametoa shilingi 309,950. Itulike wamechangia shilingi 100,031. Lugenge wamechangia shilingi 100,040,250, huku RC Lugenge wakitoa 90,650. Ndugu zetu kutoka Nazareti wamechangia shilingi 40,700. Lusisi 234,700 wameweza kuchangia mchango huo. Lakini ndugu zetu kutoka Kidegembye pale wameweza kuchangia kiasi cha shilingi 459,300. Hagafilo wamechangia shilingi 20,500. Ihang'ana wamechangia shilingi 100,055. Ile 459,300 ya Kidegembye, kanisa la KKKT ushirika wa Kidegembye wametoa shilingi 95,000. Ndugu zetu kutoka Ramadhani wamechangia shilingi 200,600. Ulembo wamechangia shilingi 87,400. Idunda 186,350. Itipula wamechangia shilingi 138,000. Usalule 95,000. Limage 171,200. Magoda wamechangia shilingi 100,000 wamechangia shilingi 26,000. Peluanda wamechangia shilingi 91,400. Makoga wamechangia 114,000. Igoma wamechangia 100,092. Stendi ya Zamani wamechangia 100,019. Igominyi 62,600. Luponde wamechangia shilingi 3,200,100. Igagala 44,400. Muhaji 77,500. Yakobi 192,100. Ndugu zetu kutoka Matiganjola wamechangia kiasi cha shilingi 3,36,000. KKKT Matiganjola wamechangia 1,400,000. Maduma 19,500. Hii ni mitaa ya pale Matiganjola. Nyimbo shilingi 17,500. Lakini kanisa la Baptisti Matiganjola 127,000. Hiyo ndio michango ambayo wameweza kuchangia. Lakini tumepokea michango kutoka kijiji cha Iwungilo shilingi 86,000. Uwemba 187,300. Igima shilingi 73,600. Maduma wameweza kuchangia shilingi 89,900. Havanga Kidegembye wao wameweza kuchangia 100,200. Kibena Kati 71,500. Mpechi na Joshoni pamoja wamechangia 121,000. Anglikana Njombe kichangia 21,000. Ibumila wamechangia shilingi 116,300. Kambarage 101,100. Mji Mwema 192,500. Utelewe 44,700. Lulanzi 42,000. Kibena Hospitali wamechangia shilingi 94,800. Ngalanga wamechangia 100,025. Mpeto 135,700. Maheve shilingi 134,500. Mgendela 100,020. Mtwango wamechangia 200,080. Wikichi wamechangia 123,700. Usita wamechangia 111,800. Ikisa wamechangia shilingi 71,000. Nyombo wamechangia shilingi 100,000. Ihalula wamechangia 80,000. Nole wamechangia 50,600. Utalingolo wamechangia 295,000. Ni radhi lakini niona kama nataka kumwaibisha mbunge mheshimiwa diwani wa kata Utalingolo. Kabidi nisome haraka vizuri kwamba 29,500. Sasa nataka nisisome, niseme tu kwamba mheshimiwa njoo tumalizane hapa kufanya jambo. Umetia aibu huko. Lakini ni vizuri wamechangia shilingi 200,095. Ndugu zetu kutoka Kilenzi shilingi 80,200. Itunduma wamechangia shilingi 500,200 ambapo Itunduma TAG wamechangia shilingi 31,000. KKKT Kona shilingi 10,000 za Kitanzania. Lakini sambamba na hivyo tumepokea michango kutoka kwa mbunge Sigrada Mligo. Yeye amechangia kiasi cha shilingi 200,000 za Kitanzania. Tunavyo vikundi vya tunaishi nao. Baada ya kuanzisha kampeni ya tunaishi nao, tumetengeneza vikundi vya kuweza kushirikiana. Kundi A wamechangia shilingi 24,000. Kundi C wamechangia shilingi 30,000. Kundi D wamechangia shilingi 40,000 na 4 kundi B tutapata taarifa yao. Wasio na vikundi ambao ni wachangishaji wamechangia shilingi 104,000.
kupitia simu zetu, na zile fedha ambazo mlikuwa mnatuma kupitia simu tumepokea shilingi 877,900 ndio fedha ambazo tumeweza kupokea. Lakini baada ya kupata fedha hizi zote tumekuwa na jumla ya shilingi 6,385,150 ndio fedha ambayo tumekuja nayo, ambayo tutaikabidhi hapa siku ya leo. Naomba ni washukuru sana wote ambao mmeweza kushiriki nasi kupitia kampeni ya Tunaishi Nao kwa kuweza kuchangia michango mbalimbali. Basi kwa nafasi hii niombe nikuinue mkurugenzi wa Uplands FM Radio Humphrey Miringa kwa ajili ya hotuba fupi ya ufunguzi wa kampeni ya Tunaishi Nao, na kwa protoko yako pia utainua meza kuu kwa ajili ya kuweza kuzungumza machache na kuendelea kushiriki katika changizo la kampeni ya Tunaishi Nao. Asanteni kwa kunisikiliza. Kamwene. Weuli. Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaykum. Alafu hii mwaka huu na mwaka jana tumekuwa na bahati sana. Yaani kampeni inafanyika wakati wa mfungo. Kwa hiyo ukifunga kama huna chakula, naomba usifunge. Kama huna chakula usifunge. Manake hujafunga ni kwa sababu tu huna chakula, umeamua usile. Sasa kama una chakula ukifunga kile ambacho ulitakiwa kula, basi tuwapelekee wale wenzetu wenye shida. Sawa jamani? Naitwa Humphrey Allen Miringa au Humphrey Allen Achireka, yote ni majina yangu, na ni mkurugenzi mtendaji wa Uplands. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa uzima pamoja na afya. Haya yote huwa hatupangi. Ni washukuru sana wasikilizaji wa Uplands 89.1 kwa yale mnayofanya kwa ajili ya kuwainua wenzetu wenye shida mbalimbali. Lakini nimshukuru Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Njombe mjini. Kuna wakati tunasema Njombe Kusini, kuna wakati, lakini sisi hapa tunahitaji mbunge iwe Njombe Kusini au Njombe mjini, kazi yake tunaiona. Kwa hiyo sisi tunahitaji tu mbunge na tunaye. Lakini kipekee sana nimshukuru mgeni rasmi wa leo. Sijajua protocol imekaaje, maana kuna mbunge na kuna mheshimiwa diwani ambaye ni mwenyekiti wa halmashauri. Nimshukuru sana kwa kuja kutuunga mkono katika hii kata ya Utalingolo kwenye kijiji hiki cha Mfereke. Hajaja kutuunga mkono kwa sababu ni mheshimiwa diwani wa hapa au ni mwenyekiti wa halmashauri. Namfahamu sana, ni rafiki yangu, ana upendo sana na huwa anajitokeza sana kwenye kampeni zetu. Lakini kipekee ni mshukuru mwenyekiti wa kijiji hiki cha Mfereke, maana huyu tunayemchangia ni mwenyekiti ambaye mstaafu. Kwa hiyo nimshukuru sana mwenyekiti kwa kuona kwamba mwenyekiti mwenzake amepata matatizo. Huwa tuombi matatizo, kila mmoja anaomba kuwa na maisha bora. Asante sana. Wengine pengine nitakuwa sina uhakika sana na vyeo vyao, lakini nawashukuru wote waliokusanyika hapa na wanaotusikiliza kuhusiana na kampeni yetu ya Tunaishi Nao. Niseme machache sana kwa sababu pamoja na kwamba tuko kwenye kampeni hapa, lakini kipindi hiki ni kipindi cha shughuli za kilimo. Watu wengi wanatamani waende kwenye shughuli za kilimo, lakini wamekuja hapa kwa ajili ya upendo. Kampeni hii sasa inaenda msimu wa 8. Tumewasaidia jumla ya watu 85 ambao tumewatibu. Kati ya hao 75% wameweza kupona, wako kwenye hali mbali. Lakini mpaka leo, ukiacha mchango wa leo, tumeshatumia jumla ya shilingi milioni 448 na laki 9 kuwatibu watu waliokuwa wanaumwa. Mkumbuke hawa watu tunaowatibu
tuna wahitaji wengi, tuna wagonjwa wengi, lakini hawa ni wale ambao tunawachagua kwa kuzingatia kwamba hawana watu wa kuwasaidia. Mkumbuke kwamba hapa kila mmoja tukimsimamisha hapa, kila mmoja, na uhakika hata leo tukimsimamisha mheshimiwa mbunge atakuwa na ndugu, jamaa, rafiki ambaye ana shida, lakini tunajaribu kuangalia wale ambao wana shida na wamekosa kabisa msaada. Kwa hiyo jumla ya watu 85 tumeweza kuwatibu, lakini katika miaka mitatu, yani katika awamu tatu, tumeona wagonjwa 75% ni wagonjwa wa kansa. Hizi maiki kila anayekuja hapa anakuoa au nyinyi waandaji au mna jambo na sisi. Nafikiri tutasema sasa mheshimiwa mbunge na mwenyekiti wa halmashauri wasije kutumia hizi maiki. Inawezekana kuna jambo mmefanya. Maana hao ni viongozi wetu na viongozi wanatakiwa kuwepo kila wakati, na hata katika maombezi yetu lazima waombee viongozi kwa sababu ndio wamebeba ajenda ya maisha yetu na mwelekeo wetu katika maeneo yetu ya utawala. Katika miaka mitatu tumeona wagonjwa wengi tunaowasaidia ni wagonjwa wa kansa, na ndio kwa maana ikapelekea tuweze kuanzisha ile Tunaishi Nao Foundation. Wagonjwa wengi ni wagonjwa wa kansa, na nafikiri mheshimiwa mbunge na mwenyekiti wa halmashauri wako hapa. Kuna haja sasa ya kuweza kufanya labda utafiti na kujua kuna tatizo gani. 75% ya wagonjwa wote tuliowasaidia kwa miaka hii mitatu ni wagonjwa wa kansa. Nafikiri kuna tatizo fulani, na tumeweza kuona kwamba inapokuja kwenye ugonjwa huu wa kansa, watu wengi hawana uwezo wa kujitibu kwa sababu matibabu yake yana gharama sana. Matibabu yake ni lazima kwenda Dar es Salaam, Muhimbili au Ocean Road. Kwa hiyo mheshimiwa mbunge, tutaomba ili ujaribu kuliangalia vizuri, kwa sababu uwezo wa wananchi wetu katika kujitibu haya magonjwa ni mdogo. Lakini asilimia karibu 25 wa watu wengine tuliowatibu walikuwa na matatizo ya ugonjwa wa figo. Nakumbuka mara ya mwisho tulimuongeza mtu, nafikiri ni Iturike pale. Iturike ni wapi? Wikich. Yule mtu kumbuka alikuwa anafanya kazi, nafikiri alikuwa kampuni fulani. Lengo hapa sio kujua kampuni yake, yaani ni mtu ambaye anapokea mshahara mkubwa, lakini alishindwa kujitibu ugonjwa wa figo. Kwa wiki ilitakiwa atumie minimum 300,000. Kwa hiyo tunaomba mheshimiwa mbunge, tunapoweka sera zetu, kuna baadhi ya magonjwa tuyaangalie. Wananchi wetu kupitia eneo dogo ambalo sisi tunalifanyia kazi ni ngumu sana kujitibu. Lakini tulijaribu kwenda kwa watu wa bima ya afya. Ni waombe wananchi wenzangu, wale ambao tuko wazima, hebu tukate bima za afya. Hakuna kitu ambacho ni cha thamani kama afya zetu. Ni waombe tukate bima za afya tukiwa wazima. Tulipouliza wakasema ukija kukata bima ya afya hapo na mgonjwa, hiyo sio bima. Hiyo sio bima. Na sasa hivi bima ukitaka kukata inakwenda karibu wiki 2 mpaka wiki 3. Hasa huyu mgonjwa kwa mfano wa leo, kuna watu wengi kwenye maoni wanasema kwa sababu hizi pesa mkimpa aende kutibiwa zinaweza zisitoshe, tunaomba mngemkatia bima. Sasa ukitaka kwenda kukata bima leo hii, huyu mgonjwa aendelee kukaa nyumbani wiki 3 mpaka mwezi. Sasa lengo lile la kumtibu mgonjwa litakuwa ni halipo. Kwa hiyo tunaomba sisi ambao ni wazima tujitahidi kujua afya ndio msingi wa kila kitu, tuweze kukata bima ya afya. Na sasa hivi tuliongea na watu wale wa bima afya na tulipenda sana kwenye hizi kampeni wao wanakuja, lakini wakawa wanasema wanasubiri mwongozo wa bima hii mpya ambayo imeandaliwa kwa kila raia wa Tanzania. Tulisema jamani, njooni mtoe elimu. Sisi tulio wazima, wengine tuna akiba zetu, tungeweza kukata bima tukapunguza matatizo haya ya afya zinazotukumba. Mwishoni, kampeni hii
haina uhusiano na mambo ya kisiasa, lakini siasa ni sehemu ya maisha. Narudia tena, kampeni hii haina uhusiano na siasa, lakini maisha yetu yote ni siasa. Ndio kwa maana sisi sasa tunawaalika watu wote wa dini tofauti tofauti, makabila tofauti tofauti, wanasiasa wa vyama tofauti tofauti, kwa sababu ukiwa mwanasiasa huna watu, wewe sio mwanasiasa. Kwa hiyo tumewaalika viongozi wetu, kwa sababu hakuna jamii ambayo haina viongozi. Kuna wakati ninasema, ukiona mtu anasema hapa hakuna uhuru, anataka maisha huria. Hakuna uhuru usio na mipaka. Yaani ukishakuwa na uhuru lazima uwe na mipaka. Kwa mfano, unaweza kusema nyumbani muda wa kula chakula mchana ni kati ya saa 6 mpaka saa 7. Sasa kama kuna mtu mwingine atataka kula chakula asubuhi saa 1, hiyo ni vurugu, sio uhuru. Kwa hiyo kampeni yetu kama nilivyosema haina mahusiano na siasa, lakini siasa ni maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo viongozi tuliowaleta hapa wamekuja kwa sababu ya upendo. Mheshimiwa mbunge Mwanyika amekuja hapa kama mbunge. Ukienda nyumbani kwake yeye ni baba. Kwa hiyo hapa akitokea mtoto wake hata muita mbunge, atasema baba yupo pale kwenye mkutano. Umeona sasa? Lakini sisi wengine tunamuita mbunge. Wakija wabunge wenzake watamuita mwenyekiti. Kule kwenye bunge ana cheo kule, watamuita kwa jina hilo. Kwa hiyo haya ni maneno tu tunayoyatumia. Kwa hiyo tulimwalika hapa mbunge wa viti maalum mkoa wa Njombe kupitia chama cha Chauma. Sio kwa sababu ya siasa, ni kwa sababu ana watu kama tulivyoalika hao viongozi wengine, lakini kikubwa zaidi ni upendo walionao. Kwa mfano, Mheshimiwa diwani wa Utalingolo na mwenyekiti wa halmashauri, huyu kila kampeni tunaye. Kuna watu sijui wako tunaenda kule kata nyingine kabisa sio ya kwake, lakini anatoa mchango. Mbunge vile vile, mbunge Mwanyika sehemu nyingi sana amekuwa akitoa mchango. Sasa hatoi kama mwanasiasa, anatoa kama Mwanyika, lakini huwezi kuondoa ubunge wake. Kwa hiyo hilo tunaomba tuelewane, na ndio mfumo wetu sisi Upland, kwa sababu sisi tunatekeleza ajenda za serikali ambazo serikali hii iliyopo madarakani ni serikali ya Chama cha Mapinduzi. Ikija kafu tutatekeleza ajenda zao, kwa sababu huwezi kuishi bila utawala. Utawala lazima uwe na watu. Kwa hiyo hilo nilipenda sana nieleweke. Mwishoni kabisa mwa maelezo yangu, naomba sana watu waendelee kutuchangia kwenye kampeni hii. Na ninataka kusema watu wengi wanaochanga kwenye kampeni hii ni watu ambao ni matajiri walio maskini wa kipato. Watu wengi wanaokuja kwenye kampeni hii. Duniani kuna kitu kimoja, watu wanatafuta vitu ambavyo hawana. Leo hii ukienda kwa mtu ambaye ni tajiri sana, ukimuuliza hata kuambia kama anatafuta pesa, atakwambia anatafuta kile ambacho hana. Siku moja, sio kwa nia mbaya, Mo Dewji alisema ni kitu gani ambacho yeye anatafuta. Watu wengi walijua labda atasema pesa nilizonazo hazitoshi, lakini kwenye Twitter yake pale akaandika anatafuta amani, furaha na upendo. Maana yake ana pesa. Kwa hiyo hawa watu wanaotuchangia wanatafuta furaha, amani na upendo. Kwa hiyo naomba tuendelee kutoa michango yetu, tuwachangie wenzetu wenye matatizo mbalimbali. Lakini hii kampeni inadili na watu kwa mwaka, watu 13 tu. Wagonjwa ni wengi sana. Ninaomba tukipata uwezo tuwachangie wale watu bila kujali kama kuna kampeni, kwa sababu hao watu tunao kwenye maeneo yetu. Kwa hiyo tujitahidi kuwachangia wale watu wenye matatizo kwenye maeneo yetu. Baada ya kusema haya mengi sana, kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa
kwa kunipa uzima na kunijaza afya tele. Lakini niwashukuru sana wadau wanaosikiliza Uplands, niwashukuru wafanyakazi wa Uplands, niwashukuru wachangishaji wa michango, Mheshimiwa mbunge na Mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri. Hawa wachangishaji wa hii michango, unajua kuchangisha michango ni kazi sana. Leo hii ukimwambia mtu hapa akupe milioni 1 kwa ajili ya mgonjwa, mwanangu, utakesha. Lakini hawa watu wakati wote nikilala nikiamka nasema, wanawezaje kwenda kwa watu wakawashawishi wamchangie mgonjwa ambaye hawamfahamu? Sisi ni wepesi. Leo hii kukiwa na mchango wa harusi, mchango wa jambo la mimi mnayenifahamu, mtachangia sana na nitapata pesa nyingi. Sio kwa sababu mnanipenda, ni kwa sababu kuna siku ninatakiwa kurejesha. Lakini hapa ukimuuliza nani anamfahamu Carlos hapa, ukiyetoa watu wanatoka kwenye kijiji hiki, wale wanatoka Matiganjola, wanatoka Kidegebe, hakuna hata anayemfahamu hapa Carlos. Lakini wamechangia. Hawa watu ni matajiri kuliko wale wenye utajiri wa vitu, kwa sababu hao watu hawatarajii kurejeshewa. Ukiona mtu anakuchangia au anafanya jambo kwa ajili ya kukurejeshea, huyo mtu hana upendo na wewe, ila anakuhitaji wewe na ametengeneza mazingira siku yake atakuhitaji. Baada ya kusema hayo, nimshukuru sana Mwenyezi Mungu. Asanteni sana kwa michango mnayotuchangia. Mungu atubariki sana. Asante sana. Basi nitumie nafasi hii pia kumwinua Mheshimiwa Mpete. Yeye atafuata protokoli yake kwenye utambulisho wa watu walioongozana nao, lakini baada ya kuzungumza basi atamkaribisha pia Mheshimiwa mbunge. Karibu sana. Radio Uplands oye! Alafu mnasemaje? Hebu wewe maskini jeuri uje kwanza. Haya, elimu haina mwisho. Tunaishi nao. Tunaishi nao. Usimwache mnyonge, tushike mkono, upendo uendelee. Mheshimiwa mgeni rasmi wa uzinduzi wetu leo mahususi katika mpango mzima tunaishi nao unaoratibiwa na Radio Uplands. Niombe kutambua kwa wachache ambao wapo hapa kwa nafasi zao, na nipende kusema sitazingatia sana itifaki, ninazingatia tu wale ambao nataka niwatambue ili muwatambue uwepo wao. Nadhani mwenyekiti wa serikali ya kijiji hapa alishatambulisha viongozi mbalimbali na watu waliopo hapa, lakini na mimi kwa nafasi yangu ni vizuri nitambue wafuatao. Jambo la kwanza, ninaomba mtambue uwepo wa makamu mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Njombe, ndugu yetu Natus Mgaya. Mimi ningeomba tu uje hapa hata wasikie sauti yako. Huyu ndio Luketulo jamani. Tunaishi nao. Usimwache mnyonge, mshike mkono, upendo uendelee. Labda mimi kama alivyosema mwenyekiti wangu wa halmashauri ndugu yangu Mpete, mgeni rasmi wetu Mheshimiwa mbunge Deo Mwanyika, mimi nilikuwa napita hapa naenda Njombe, lakini nikauliza pana nini? Wakasema leo jamani, pana mgonjwa wetu mliokuwa mnasikia hapa kwenye vyombo vya habari, na hiki kipindi ni cha Kwaresma.
Nikasema Mwenyezi Mungu niongoze na mimi nibaki ili nijifunze. Kujifunza ni pamoja na kutoa. Kwa hiyo nikawa nasema wananchi wangu wa Makoo walioko Ngelamo, walioko Mamongoro, walioko Makoo na kata ya Matola pia, kwa ndugu yangu Mheshimiwa Diwani, wasikie leo huko na wao wachangie, na mimi hapa nitachangia. Asante sana. Makofi kwake. Sasa anayefuata, naomba mtambue uwepo wa diwani viti maalum, anaitwa Mheshimiwa Lilian Mtanga. Yeye ndo anahudumu moja ya kata, ni hii kata ya Utalingolo. Tupigie makofi. Kamwene. Poleni jamani, sauti yangu sio nzuri sana na kifua kidogo. Hongereni sana kwa zoezi zima la kuwasaidia wahitaji. Kwanza nipongeze ofisi ya Apprentice FM kwa vipindi hivi vya tunaishi nao. Mara nyingi tumekuwa tunasikia, lakini leo nimekuja kujionea live kabisa. Huu ni utumishi, hii ni sadaka ndugu zangu. Amina. Na mimi kama mbunge wa viti maalum jimbo la Njombe mjini na mlezi wa kata hii ya Utalingolo, naomba nichangie hapa kiasi cha shilingi 50,000. Haya jamani, simeona mambo hayo. Huyu ndo mama. Basi baada ya hapo naomba nitambue, ijapo sasa naona wageni wengine, kwa maana ya sasa ninaona Chama cha Mapinduzi kata ya Njombe mjini, lakini anayeonekana moja kwa moja hapa namuona hapa mwenezi wa kata ya Njombe mjini, Solanus Mwagama. Yeye hajataka kuwa na maneno mengi, anapungia tu mkono. Kwa hiyo tutambue ushirikiano upo. Lakini baada hapo ninaomba mtambue mtendaji wa kata ya Utalingolo alikuwa na majukumu mengine, lakini ameona lazima afike kujumuika nasi. Mtendaji kata, karibu. Sasa sasa Mheshimiwa mgeni rasmi, kama nilivyotangulia kusema, niseme tu itifaki imezingatiwa kwa kutambua wote waliopo hapa. Jambo la kwanza, sisi kama wanajamii hapa, niongee kama pia mwanajamii tunakupongeza na kukushukuru sana. Wewe ni mtu wa watu, mpenda watu, ni mwenye kujitolea. Jukumu kama hili mtu mwingine, kiongozi mwingine mkubwa kama mbunge, asingeona kuna haja ya kuja, lakini wewe umejitoa na kuja hapa. Mimi naomba tumpigie makofi na vigelegele vilivyo. Wanasema viongozi ni wale wanaochangamana na jamii, au sio jamani? Kwa hiyo tunakushukuru sana na tunakupongeza sana. Sasa ndugu zangu wanamfeleke na wa kutoka maeneo mengine, jambo muhimu na kubwa sana, tuanze kupongeza Radio Upland kupitia hii foundation yao inaitwa Tunaishi Nao kwa kazi kubwa wanayoifanya. Naomba tuanze kuwapigia makofi kabisa kabisa. Lakini sambamba na hilo, huwa wanasema mnyonge mnyongeni haki yake. Huyu kijana aliyeanzisha, maana nimesikia ni founder, ni mwanzilishi. Ni jina lake silijui, lakini nalijua jina tu ambalo nalijua. Yeye anaitwa Maskini Jeuri. Maskini Jeuri. Lakini ni maskini, lakini yeye ni jeuri. Sasa mnaona ujeuri wake. Yeye ana akili kuliko wenye akili. Sio, nimeeleweka vizuri? Amina. Nasema ana akili kuliko wenye akili katika tafsiri moja hii nitakayoifafanua. Nyakati zote, na nashukuru sana, wameweka sauti yangu kwenye promo au kwenye tangazo linalohusiana na uzinduzi huu wa Tunaishi Nao leo hapa Mfeleke. Nakumbuka kama sikosea, ilikuwa ni mwaka juzi ulikuwa msiba mmoja ambao nao waliusimamia wao, katika maana lengo ilikuwa ni kumsaidia, lakini kwa bahati mbaya yule kijana alifariki.
nilisema na juzi nimerudia pale Luponde, Mheshimiwa Mbunge. Haya nadhani nitakayosema ni vizuri tuendelee kuelimishana. Tunafanya vizuri sana kwenye michango wakati wa msiba. Tunafanya vizuri sana. Lakini bado mimi naona hatufanyi vizuri kwa ajili ya kuokoa uhai wa mwanadamu. Kweli au sio kweli? Kweli. Sema baba. Ukifika kwenye misiba, kila moja au vikundi utakuta vinatoa fedha kwenye msiba. Kikundi fulani kinachangia milioni 3, kikundi fulani 200,000, kikundi fulani shilingi fulani. Lakini wakati wa kuokoa uhai wa mwanadamu, hivyo vikundi au watu hawa huwaoni kwa ukubwa kama huo. Kweli au sio kweli? Kweli. Kwa hiyo ndugu zetu hawa Radio Upland wanatukumbusha kwamba umuhimu kwa mwanadamu ni pale panapotakiwa kumuokoa kwenye uhai na si kwenda kushiriki na kutoa michango mingi wakati wa kuzika. Hapo nitakuwa nimeeleweka vizuri jamani? Hili jambo liko sawa sio sawa? Kwa hiyo ndugu zetu hawa Radio Upland kupitia hii foundation tunaishi nao wanatukumbusha sisi wa Tanzania tuanze kuzoea kwamba umuhimu katika maisha ya mwanadamu ni pale unapotakiwa kumchangia ili kumuokoa katika uhai wake. Lakini isiwe kwamba hatutaki kushiriki kwenye msiba. Kuna faraja mbalimbali ambazo zinatakiwa ziwepo kwa wafiwa, lakini tujikite sana kuokoa uhai wa mwanadamu. Nitatoa mfano mwingine. Nikiwa mdogo sana, kama sio darasa la 3 au la 4, alifariki mheshimiwa mgeni rasmi wa leo utamkumbuka. Alifariki Bluda Monone, mzungu huyo, pale Uwemba. Niko darasa la pili au la 3. Kwa sababu ya umuhimu kuona kwamba mzungu amefariki, tulikuwa tunatoka Utalingolo kwa ajili ya kwenda kule ili kushiriki na kuona msiba wa mzungu. Kwa hiyo tunafika kule, maana tulikuwa tunataka kwenda kushangaa, hivi mzungu akifa huwa anakuaje? Na msiba wa mzungu huwa anakuaje? Katika maana mazoea ya mila na desturi tuliozoea sisi huku za Kiafrika. Lakini tunafika pale, maiti ile ilikuwa kanisani, ina kama siku 2 na ilikaa siku kadhaa kule kanisani. Wenye nafasi wanaingia, wanaenda kumwombea na kusali, alafu wanaendelea na shughuli zao. Tulipofika pale, sisi ni kitu kimoja kilitushangaza. Tumefika pale, tunaona msiba na maiti kwa kanisani. Wazungu wenzie hawapo kanisani, lakini wamepiga overall, wanaendelea kufanya kazi kama kawaida. I say, yani sisi tulisema hakuna watu wa hovyo na wenye roho mbaya kama hawa wazungu. Yani mwenzao amekufa, yuko kanisani, sisi tunaenda kusali, wao wanaendelea na shughuli. Yani kwa wakati ule mimi sikuwaelewa wale wazungu. Lakini nilikuja kujifunza baadaye, nikaelewa wenzetu wanahangaika na kuwa makini katika kuokoa uhai wa mwanadamu. Lakini akishakufa basi wanasema huyu ameshaondoka. Basi ndio ameshaondoka. Sasa kumbe sisi utamaduni wetu ni lazima tuheshimu kimila desturi yule mwenzetu aliyefariki na kwa kadri tunavyofanya. Lakini kwenye swala zima hili nililolisema la kuchangia ili tuokoe uhai wa huyu mtu, tuko nyuma sana. Kwa hiyo wote mliofika hapa, mimi naomba mjipongeze, mjipigie makofi wenyewe. Hakuna wa kuwapigia. Wote kwa pamoja. Manake tuje hapa si katika maana ya kuchangia, ni kweli tuchangie, lakini tuondoke na somo kwamba sasa tujikite kuhakikisha kwamba tunawasaidia wagonjwa wakiwa mahospitalini, tuwasaidia wagonjwa wakiwa nyumbani ili tuwaokoe uhai wao. Sasa ndugu zangu, mimi nilikuwa naomba hilo ndilo liwe la kwanza, lakini najua mgeni rasmi atakapokuja hata likazia au ataongea kwa namna yake ili liwe somo kwa jamii ya Watanzania kwa ujumla. Nikirudi katika maana ya ndugu yetu Carlos Mlowe au kwa jina maarufu Makufuli. Kwenye taarifa zile mkiandika Makufuli, hata Utalingolo Ihalo wapi watajua ni nani. Lakini ukisema Carlos Mlowe
wengi maeneo mengine hawamfahamu. Huyu ndugu yetu kama historia inavyosema alianza kuugua toka mwaka 2024. Lakini mwaka 2025 mimi nimekuwa jirani naye na wengine kwa ujumla katika kumsaidia. Lakini mwaka 2025 Januari nilivyoona hali yake inazidi kuwa mbaya, na hii hali ya kutoa hela 20,000, 50 itafikia mahala itakuwa ni changamoto. Kwa nilichokifanya kwa wakati ule, niliamua kumkatia bima ili iweze kumsaidia kwenye matibabu ili kupunguza gharama za matibabu. Sasa bima hiyo manake imekuwa ikiendelea kumsaidia, na hata na mimi pia nilipata unafuu. Manake mawasiliano hata mke wake na ndugu zake yalipungua kwa sababu tayari bima ipo na ilikuwa inasaidia kwa kiasi fulani. Lakini kumekuwa na changamoto kubwa sana kama walivyosema hapa wenye hii foundation, kwa maana Radio Uplands. Ni kweli ndugu yetu Magufuli, ndugu yetu Carlos Mlowe, kimsingi yeye alikuwa ni mchapakazi mzuri tu, lakini kutokana na hii changamoto amekuwa na maisha magumu kuliko tunavyodhania. Wanamfereke ni mashuhuda. Kweli sio kweli? Kweli. Ukweli mheshimiwa mbunge ameuza mashamba, ameuza mali kadhaa ili kuweza kujinusuru katika maisha yake. Lakini imefikia mahali mashamba aliyokwisha uza na mali zingine alizokwisha uza na bado matibabu yanatakiwa kuendelea, uwezo wa kufanya hivi hana. Mungu ni waajabu sana. Radio Upland kupitia foundation hii tunaishi nao. Nilivyosikia kwamba mwaka huu awamu ya 8 kama sikosei, wanaanzia Mfereke Utalingolo, nikawa nasikiliza ni nani. Nilivyosikia Carlos Mlowe, nikasema Mungu asante. Mungu asante. Na wote tuseme Mungu asante. Mungu asante. Kwa kweli mmegusa mahali ambapo anahitaji msaada. Kwa hiyo mimi niwapongeze sana mkurugenzi, kwa niaba ya wakurugenzi wenzako na management yote kwa ujumla, lakini pamoja na mwanzishaji wa hii foundation ndugu yetu Fikirini Ngailo. Jina hilo kidogo ndo naanza kulishika sasa, lakini nalijua sana yeye ni maskini jeuri. Kwa hiyo tuwapongeze kwa hili ambalo mmeweza kufanya na kufikia leo tunafanya uzinduzi rasmi. Sasa ndugu zangu, huyu ndugu yangu Carlos Mlowe, maana ile bima nilikata Januari. Sasa na maana yake sasa hii ni mwezi wa 3, si ndio? Maana yake automatic kwa namna yote ile ina maana inakuwa imeisha. Kwa namna moja au nyingine unakuta Mungu ni wa ajabu, anakuja wakati sahihi ili tuweze kuendelea kumsaidia. Na Mungu huyu anaendelea kutenda maajabu. Tarehe 20 mwezi wa 2 2026 juzi hapa tulikuwa tunafanya tathmini ya elimu ndani ya kata, na utaratibu wetu katika kata yetu, tathmini ya elimu tunafanya kwenye shule ya msingi ile iliyoongoza kikata. Kwa awamu 2, miaka 2 mfululizo, Mfereke imekuwa kiongoza kwa kufaulisha katika mitihani ya darasa 7. Hebu tujipigie makofi. Pigeni makofi sana jamani. Sasa naposema Mungu ni wa ajabu, siku ile tumefika pale, tunauliza maswali kwa watoto. Tukauliza, mnajua kwa nini tumekuja hapa? Kuna mtoto mmoja tu ndiye alijitokeza akajibu, mmekuja hapa kwa sababu mmekuja kufanya tathmini ya elimu. Kwa nini tumekuja kufanya tathmini ya elimu? Kwa sababu shule ya msingi Mfereke iliongoza. Au katoto hapo. Haya, baadaye ikaja zoezi moja. Nikauliza watoto baada ya kupeana elimu mbalimbali na nini, kaambia sasa watoto wote mnajiamini? Wote walisema ndio. Nikasema naye jiamini anyoshe vidole juu, wote wakanyosha. Asiye jiamini anyoshe kidole juu, hakuna aliyenyosha kidole. Sasa nikawaambia kama mnajiamini, naomba nitauliza maswali. Na watakaotakiwa kujibu waje hapa mbele. Atakaye shindwa kujibu atachapwa fimbo 5 hapa.
Nikamwambia sasa njooni mbele upande wa chakula. Chakula hiki tunachokula kimeandaliweje? Haya mahindi unayosaga kupika ugali yameandaliweje? Wewe unafika tu sokoni unanunua mahindi, unaenda kukoboa, unasaga, unakula. Lakini tukumbuke kule kuna dawa ambazo zinawekwa kwenye mahindi kwa ajili ya kuhifadhi, kuzuia wadudu. Na zile dawa zina muda maalum ambao baada ya muda fulani chakula hiki kitafaa kuliwa na binadamu. Hiyo miongozo ipo kwenye zile dawa. Lakini watu tunazingatia hayo? Hapo naeleweka vizuri jamani? Naeleweka vizuri jamani? Sasa tuseme sasa hivi tunakosa uaminifu sisi wanadamu. Wewe unakuta mahindi yako uliweka dawa wiki iliyopita. Na dawa ile ku-expire wanasema ni baada, labda natolea mfano, baada mwezi mmoja au miezi miwili. Lakini wewe dawa umeweka juzi. Leo umepata changamoto, una wiki moja toka umeweka dawa, unaamua kufanya nini? Kuuza. Ujue wewe unaenda kuangamiza watu kule. Kwa hiyo elimu unakuta inatakiwa ienee, isambae kwa wananchi wote ili tujue na tuelewe. Na ndio maana unakuta wenzetu kama Ulaya kunakuwa na supermarket zile maalum ambazo vyakula vyake vimepimwa kila kitu ili kuhakikisha kwamba ubora wa vile vyakula unakidhi haja kwa ajili ya maisha ya mwanadamu. Hali kadhalika, kwa mfano majuzi Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa sababu ndio mheshimiwa mbunge wetu, baraza la madiwani kupitia vikao katika uhamasishaji wa usafi likazungumzwa jambo la kwamba bidhaa sasa hivi zinawekwa nje, na hasa bidhaa zile za maji kama vinywaji kama soda zinawekwa nje, inapigwa jua, na kitaalamu tunaambiwa soda za plastiki zikiwekwa juani, jua likipiga kwa muda mrefu, maana yake kuna reaction mle ndani, kuna kemikali ambayo inazaliwa mle ndani ambayo si salama kwa afya za mwanadamu. Sasa haya tuliamua kwenye baraza, kwenye kamati ya mpango miji na maendeleo ya kwenye kamati ya mpango miji na mazingira. Wataalamu wakatisha kikao pale mjini ili kutoa elimu kwa wafanyabiashara kwamba jamani, hizi soda tunazoweka nje ni hatari kwa afya za binadamu. Lakini sasa sikia maneno yaliyotoka huko. Hatuelewani. Hatufanyi nini? Hatuelewani. Kwa sababu hizo soda anatumia yeye mwenyewe, wanatumia ndugu zake, wanatumia Watanzania, ambao mwisho wa siku ni moja ya vitu vinavyosababisha kansa. Kwa hiyo hapo mambo mengi yanayosababisha kansa, mmoja wapo ni hivi vyakula na mfumo wa maisha tunayoishi. Taringoro Kamaka, na sisi tumejitahidi kuunga mkono katika hili jambo, na sisi tutachangia fedha ninayo hapa taslimu na nyingine kwa kwenye simu, jumla ya 212,000. Jamani, makofi yako kidogo jamani. Yaani mkipiga kidogo hata mwishoni mimi siwezi kuongezea. Mwishoni niongezee nisiongezee? Sasa pigeni makofi kama watu mna uhai. Unajua mnapopiga makofi hapa, hata mgonjwa, hata ndugu wengine wako hapa wanafarijika. Kweli sio kweli? Haya, kuna ndugu yetu Philemon Mtewele. Yeye sasa nilikuwa naomba simu aniletee, ilikuwa inachajiwa kule, ndio imekuja kuchelewa, lakini taangalia hapa. Yeye alisema atachangia shilingi 500,000. Sasa kuna mchango mwingine ambayo inaendelea kwa sababu leo tunazindua, na naweza nikapata picha hapa. Wenye viti wenzangu wa halmashauri zote za mkoa wa Njombe wote walisema watachangia, lakini wengine wameshachangia kwa sababu wengine bado siwezi kuitamka hapa. Jamani, makofi hayo sasa. Nye muwile hangi. Haya, sasa pamoja na wengine naamini wataendelea kuchangia, nitatoa taarifa wale ambao labda watarusha hela moja kwa moja kwangu. Sasa nashukuru hapa, hebu naomba shika mic.
Asante Mheshimiwa Diwani na mwenyekiti wa halmashauri. Diwani wenu wa hapa Talingolo alikuwa ametumatuma ujumbe kwa baadhi ya sisi wachache viongozi wa kata Njombe mjini. Lakini diwani wetu ametoa mchango kidogo hapo 20,000 ametutuma na majukumu mengine. Alafu mimi na katibu wa kata hapo na sisi tumeweka hapo jumla ziko 40,000. Sasa haya mambo mengine nadhani tutazungumza wakati mwingine. Asante sana. Jamani, makofi kwake jamani. Waheshimiwa madiwani pamoja na wengine tumeongozana nao hapa, lakini nao watakuwa na michango yao kiasi kidogo hivyo hivyo, lakini nayo nitaiwasilisha baadaye kwa sababu sijapata takwimu kwa sababu simu imechelewa kuletewa hapa. Sasa na mwisho manake mratibu ya karibu. Jamani, huyu ndo mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kata ya Njombe mjini, amechangia 15,000. Jamani, pengine kabla sijarudisha maiki na kumkaribisha mgeni rasmi, sawa? Kama kuna mwingine anataka kuleta hela hapa jamani. Yani kama yupo bwana, mimi napendaga lahalaha hizi, yani okay, mimi nikafikiri unakuja kuleta fedha. Kama anakuja kunichukua vizuri atakapokuwa analeta mtu mwingine fedha. Sasa mimi mwenyewe pamoja na familia, pamoja na kwamba tulilipia bima, lakini pamoja na kwamba tulituma mchango ili makusudi angalau na sisi tuonekane tunawajibika, ambao nadhani mtakuwa mliuona. Lakini mimi nitamke hapa sasa kama familia, kwa maana Mr. and Mrs. Erasto Mpete, sio kama diwani au mwenyekiti wa halmashauri, kama mtu, kama alivyosema mkurugenzi, tunakuja hapa wakati mwingine kama watu wa jamii moja. Sisi tutaongezea shilingi 200,000. Sasa baada ya kuyasema haya, Mfeleke mpo hampo? Mpo tayari hamko tayari? Asanteni sana. Sasa baada ya kuyasema haya, ninaposema Mfeleke mpo, mko tayari, sasa anakuja mwenye jukumu. Anakuja mwenye sasa ikionekana tena makofi yatakuwa kama mlikuwa mnapiga kwangu. Unajua hizi huwa zinakuwaga ni hamasa. Yani mtu akisimama anaenda na anapepelewa, anapokelewa, anakuja. Sasa atakuja mpaka hapa inaonekana wote mmekaa tu kimya huko. Hii heza zizo za halamu huwezi. Lakini kuna ushawishi. Kuna ushawishi. Mfeleke mpo hampo? Tupo. Mfeleke huwa hamna jambo dogo. DJ upo au haupo? DJ upo au haupo? Sasa mimi naomba mtamke rasmi kwamba maelezo yangu yalikuwa ni haya. Sasa nimkaribishe mgeni wetu rasmi, ndugu yetu mpendwa sana, Mheshimiwa Deodatus Filipo Mwanyika, mbunge wa jimbo hili la Njombe mjini, mwenyekiti wa kamati ya kudumu inayoshughulikia inayoshughulikia biashara, viwanda, kilimo na uvuvi, mifugo. Yaani unaweza kusahau hata vyeo vingine. Piga makofi hapa. Mheshimiwa mbunge wetu yeye yuko sharp sana. Sasa naomba nimalizie cheo cha mwisho. Iko nimetaja cheo cha ngapi? Cha pili, si ndio? Cha kwanza si ndio mbunge wetu? Ndio. Cha pili nimewatajia hiyo kamati. Maparachichi, viazi, kila kitu viko huko. Biashara zote mnazofanya, viwanda. Yeye ndo nani? Ndio mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge. Yaani nchi nzima huyu ndio mwenyekiti. Jamani, tuna mtu mdogo mkubwa. Sasa hicho ni cheo cha kwanza. Huko juu. Cha pili ni hichi cha kwetu. Sawa? Lakini cha tatu
yeye ni mwenyekiti, sawa? Yeye ni mwenyekiti wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kuna kuaga na spika, sawa? Akiondoka spika hayupo, ataongoza bunge nani? Naibu? Akiondoka naibu spika, bunge ataongoza nani? Mwenyekiti wa bunge. Mwenyekiti wa bunge. Sasa mnaona tuna mtu mdogo hapa. Ila sasa huwa anasema hata Yesu kwao hakuthaminika. Kwenye miti hakuna wajenzi. Lakini sasa hapa tuna mtu mkubwa. Sema mtu mkubwa. Karibu sana. Tunaishi nao. Sijasikia. Tunaishi nao. Asanteni sana. Ewa Kamwene. Habari za kazi? Mnaendeleaje? Asante sana, nashukuru. Hatimaye leo na mafua kidogo, lakini Mwenyezi Mungu namshukuru kwamba naamini afya yangu ni njema kama ambavyo wenzangu afya zenu ni njema. Awali ya yote nishukuru sana mheshimiwa. Sasa unajua mimi sikuwa mgeni rasmi hapa. Lakini hao waheshimiwa wanapenda sana protocol. Mimi nimesikia kwamba kuna kuchangia kwenye mpango wa tunaishi nao. Nimekuwa nikichangia muda mrefu na huko nyuma. Lakini nikasema kwa vile nipo Njombe na hao wanazindua mpango kwa mwaka huu, nikasema ni nafasi nzuri na mimi angalau kwa mara kwanza niende hapo hiyo sehemu. Sasa kutangaza nimekuja hapo, wamenipatika ugeni rasmi. Lakini nashukuru namna gani mnathamini nafasi ambayo mheshimiwa mbunge ambao nyinyi mmenichagua kuwawakilisha, ni namna gani mnaithamini na mkaona kwamba pengine niwe mgeni rasmi angalau kwa kumalizia. Ndio maana mgeni wetu rasmi hasa ni mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Njombe, Mheshimiwa Mpete. Mpigeni makofi kwa aliyeongea hapa. Ameongea mengi na mimi sina nia ya kuongea mambo mengi. Ndio maana kwa utaratibu wangu natakiwa nije niwatembelee wananchi wote wa Njombe, walionipigia kura na ambao hawakunipigia, kwa ajili ya kuwashukuru. Lakini jambo hilo huwa nalifanya tukishamaliza kilimo. Kwa hiyo mwezi wa 6 wa 7 baada ya bunge nitakuja kwenye maeneo yenu kuwatembelea, kuwasikiliza na vile vile kuwashukuru. Kwa sasa sina mengi ya kuongea sababu mwenyekiti wetu ameongea. Mimi nitasisitiza tu, nimshukuru sana Simoni pale, mkurugenzi wa Upland FM, Bwana Humphrey Bilinga, ni rafiki yangu wa siku nyingi, ameongea vizuri sana mambo mengi. Lakini nimshukuru sana mwenyekiti wetu wa halmashauri na diwani wa kata yetu, ameongea mengi sana na mazuri. Mimi nitasisitiza, nitapita umo. Ndugu zangu, awali ya yote, mtaji namba 1 wa mtu yoyote ni afya. Mtaji namba 1 ni afya. Uwe unazo, uwe una uwezo mkubwa, kama huna afya ni kazi bure. Ni kazi bure. Kwa hiyo kutunza afya ni jambo la muhimu sana. Na kwa maana hiyo serikali yetu inajitahidi kuyafanya hayo kwa kuongeza miundombinu ya afya, kuhakikisha dawa zinapatikana, kufanya kila linalowezekana. Ndio maana tuna zahanati nyingi sana. Kiongea na mwenyekiti wa halmashauri hapa atakwambia tuna zahanati zaidi ya 50. Tuna zahanati kila kijiji. Hapa mjini, mitaa karibu yote tuna zahanati. Kujaribu kutunza afya, sababu afya ndio mtaji namba 1. Lakini ukweli ni kwamba afya ni gharama. Afya ni gharama.
Wote tunajua hapa. Hata waseme kama itatolewa bure au itapunguzwa bei, lakini kuna gharama. Kwa hiyo serikali haiwezi kufanya kila kitu kwenye afya. Haiwezi, hata ingependa, haiwezi. Na kwa bahati mbaya magonjwa ni mengi. Na magonjwa yanaenda yanabadilika. Magonjwa yanataka tafiti, yanataka fedha kujua madawa. Lakini kuna magonjwa yameshaonekana kwamba ni gharama kuyahudumia. Na magonjwa mengi hata pale ambapo serikali ingeweza ikasaidia, kwa sababu ya gharama na wingi wa watu haiwezi kusaidia kila mtu. Huo ndio ukweli. Na mimi bahati nzuri, na mtanikumbuka siku zote, kwenye ubunge wangu jambo moja nililoapa kusema ni ukweli. Yaani ukweli nitausema kama ulivyo. Serikali haiwezi kutoa huduma kwa kila mtu. Ni swala la afya. Itajitahidi, itaendelea kuboresha, lakini haiwezi kufanya kila kitu. Kwa hiyo la kwanza, ndio maana nimeweka huo kama msisitizo. Mimi nawapongeza kwa dhati kabisa. Kwa dhati kabisa nawapongeza sana Ambulance FM. Sana. Sasa wamekwenda kwenye foundation, tunaishi nao. Nawapongeza sana. Kwa sababu kuna watu wengi sana ambao wanapoteza maisha kwa sababu hali na uwezo ni mdogo. Alafu serikali haiwezi kwenda kukuchukua nyumbani uende hospitali. Jamani, kweli si kweli? Kweli. Serikali itakuchukua nyumbani. Sasa na mtendaji watasema jamani kuna mgonjwa pale. Kwa hiyo kwa aina ya magonjwa tunayoongelea, mtu anaweza kafia tu nyumbani. Mtu anaweza akauza mali zake zote kujaribu kujitibu. Na hii mwenyekiti wa halmashauri ametueleza hapa. Ndugu yetu Carlos amepunguza na kuuza mali zake nyingi kujaribu kupigana na afya yake. Familia zetu zinafanya hayo, kupigana au kupigania afya. Kwa hiyo wenzetu Ambulance FM, kwa kuwa na hili jambo la angalau tunasema kukusanya au kusaidia kutambua kwamba kuna mgonjwa pale, na wagonjwa ni wengi, hawezi kuwamaliza. Kwa hiyo wana vigezo, wataangalia, watasema angalau jamani huyu tumsaidie, hana uwezo, hana watoto, ndugu wenyewe wote wamemkimbia. Kwa hiyo wanamtafuta, wanaongea na viongozi, wanagundua huyu anahitaji msaada, wanakusanya watu wengine kama mlivyokusanyika hapa ili kwa ajili ya kumsaidia. Ndugu zangu, ni jambo kubwa, jambo la faraja. Kwenye Biblia tunaongea kuhusu kutenda mema na mapendo. Sio kwenda kanisani kila siku. Kutenda mema na kuwa na mapendo. Ndio haya. Haya ndio mapendo ya kweli. Huu msemo hapa upo hapa. Usimwache mnyonge, mshike mkono, upendo uendelee. Ni maneno yenye mantiki kubwa na ni maneno ya kweli. Ambulance na wavulia kofia kwa jambo. Kazi nzuri. Lakini tunahitaji taasisi nyingi zaidi zifanye hili jambo. Tunahitaji watu wengi zaidi. Na kwa kweli ni sisitiza ambalo limeongewa hapa. Na mtu alitunga wimbo akasema mnakwenda na makamera kwenye misiba. Siku ya msiba ndio unaona na makamera yamekuwa mengi ya bei ghali. Vikundi vinaongozana kwa ajili ya kuchangia. Kwa kweli lazima tuone aibu kama nchi. Lazima tuone aibu kwamba kumchangia marehemu siku ambayo tunamzika tunaona ni jambo jema zaidi kuliko kumsaidia mgonjwa. Ni jambo la aibu, lakini ndio utamaduni wetu tumeujenga kwa muda mrefu. Kama ambavyo zamani kuna tamaduni nyingi tuliziacha. Zipo nyingi tamaduni tuliamua kuziacha. Zamani kina mama walikuwa wanasema hamna kula maini.
hamna kula mayai, sisi hamna kufanya kitu gani. Tulisema hizi hazifai, zimepitwa na wakati, tuachane nazo. Yaani ifike mahali kuna tamaduni bado nyingine sio nzuri, tujaribu kupunguza. Yaani tukasaidie wagonjwa kuliko kwenda kula wali, changa hela ya kula wali siku ya msiba. Kwa sababu hivi marehemu ameondoka, tunamchangia nani? Tunamchangia nani? Tunaleta ugomvi tu bila hata sababu. Kwa hiyo mimi nakubaliana kabisa na mwenyekiti wa halmashauri alivyoliongea. Ndugu zangu, magonjwa makubwa hasa haya ya moyo, kansa, figo, magonjwa ya pressure, haya ni magonjwa ambayo tafiti zinazidi kuendelea. Zimefanyika tafiti nyingi sana na zinazidi kuendelea kufanywa. Kuna baadhi ya magonjwa tafiti zimeshaonyesha ni nini, lakini yaliyo mengi wanasema ni mtindo wa maisha. Ni mtindo wa maisha. Vyakula tunavyokula, kutokuzingatia masharti ambayo tunapewa. Hasa mengine ni magumu, lakini mengine yanawezekana. Mengine ni ya kawaida kabisa. Unajua, huwa wanasema unaweza ukaambiwa kitu ukakidharau. Na kwenye kansa ndio kwenye tatizo kubwa sana. Hata tafiti hazijaweza kujua hasa inatokana na nini, kiini kabisa. Tunasema kwa ujumla tu ni kutokana na hali ya maisha yetu. Lakini iko hata zaidi. Unaweza kaambiwa unapoenda kupiga dawa kwenye viazi, madawa yale sio mazuri, funga mdomo au weka kitu ukiweza. Mtu anasema cha nini bwana, inapiga dawa hivi. Wewe sijua na ile dawa haitakiwi je. Ikiingia kwenye majani ikatulia, ikaungana na hali ya hewa, inafanya kazi vizuri, haina madhara. Lakini ukali wake unapoifanyia kazi inawezekana ina madhara. Wewe ukishauriwa wewe ufanye, unaona hii jambo mbona tunapiga dawa miaka yote, lakini pengine inasababisha. Kwa hiyo yako mengi ambayo inawezekana yanasababisha magonjwa mengine makubwa, lakini sisi tunaona ni mambo ya kawaida. Ndugu zangu, tuzingatie sana ushauri tunaopewa. Mimi daktari wangu ananipigia hapo. Tuzingatie sana ushauri wa kitaalamu tunaopewa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimefurahi sana jambo ulilosema. Na mimi nataka nilisitize. Mara nyingi nikipita katika mji wetu wa Njombe, kuna jambo naliona la wafanyabiashara kuweka bidhaa nje. Hili jambo linaendelea sana mjini Njombe. Sasa watu na wafanyabiashara wanaona ni jambo la kawaida, na wakiambiwa wanaona kwamba wananyanyaswa. Na hapa Njombe tuna tabia za ajabu. Yaani kila anajenga frame, anajenga ka frame kadogo, kwa sababu anasema ataweka vingine nje. Kwa hiyo imekuwa ni utaratibu wa kawaida. Unaona hata frame mpya mjini watu wanajenga frame ndogo, ataweka nje. Ndugu zangu, mimi nimekuwa nikiliona hilo jambo, kwanza limenikera, lakini ni kweli sayansi inaonyesha wazi chupa za plastiki. Ndio maana nchi nyingine hawatumii, lakini sisi kwa hali yetu ya uchumi bado tunatumia chupa za plastiki. Chupa za plastiki zikiwekwa katika mazingira ya joto kwa masaa fulani ni hatari kwa afya. Ni hatari kwa afya. Kwa hiyo utaona maboksi ya soda, chupa za maji zimewekwa nje ya maduka, ziko wazi, zinapigwa na jua mwanzo mwisho. Na anapouza anauza za store. Zile bado zinakuwa pale nje. Na kesho zinawekwa, na kesho kutwa zinawekwa. Akipata oda anachukua store anauza. Zile zimekuwa kama za kuonyeshea. Mwisho wa siku na zile zinauzwa. Haziwezi kuwa salama kwa afya. Haziwezi kuwa salama. Sasa mwenzangu huko Mamongolo huko wamekuletea chupa hata unjui zimetoka wapi, zimelikaa nje, zimepigwa na jua.
huko Mfereke huku, siku ya sherehe wameleta soda zimejaa pale, wewe unakunywa tu, kumbe zilikuwa zinapigwa na jua. Magonjwa mengine yanaanzia hapo. Kwa hiyo niwaombe sana halmashauri ya mji, hilo mnalolisema kalisimamieni, kalisimamieni. Ni bora ziwe ni bidhaa hata, yani kwa kuanzia, yani bidhaa ya chakula kuwekwa nje, yani anzeni na hapo, bidhaa ya chakula kuwekwa nje, ikapigwa na jua, inakuja mvua wanafunika turubai, mvua ikiondoka nataka zionekane wanafungua, ziendelee kupigwa na jua, sio jambo la afya. Kwa hiyo niwaombe sana na nawashukuru mmeshaliona, naomba tulisimamie. Ndugu zangu, jambo tulifanya leo ni kubwa na tuendelee kuifanya, na ikiwezekana hata taasisi nyingine ziendelee kujitokeza kuwasaidia wananchi. Serikali imeingiza kwenye utaratibu wa magonjwa haya makubwa makubwa kwa majaribio, magonjwa kama ya figo, magonjwa kama ya kansa. Kansa kama alivyosema mkurugenzi Milinga pale, bado ni changamoto kubwa sana kwenye gharama. Ndugu zangu, sio kwamba haitibiki, inatibika, lakini inatakiwa uiwahi. Usipoiwahi inaendelea kuwa tatizo kubwa. Hatusemi kwamba kila mgonjwa lazima afe, lakini tunajaribu kila linalowezekana kumsaidia mgonjwa. Na mimi niseme, hata kama ugonjwa ni mkubwa kiasi gani, bado kuna jukumu letu na la familia kumtunza mgonjwa mpaka siku yake ya mwisho kama Mungu amempangia. Kwa hiyo utaratibu huu ni mzuri, kwa sababu mgonjwa anaendelea, anapokuwa mgonjwa maanake na uchumi unakuwa umeshaporomoka kabisa. Kwa hiyo ukiacha dawa, bado na yeye anahitaji kutunzwa, anahitaji kuangaliwa. Baki usije ukasema kama kwa kweli mgonjwa huyu hali imeshafika mbaya, hamna haja ya kumsaidia. Wapo wengine wanasema hivi, mbona imeisha? Hakuna kitu kimeisha. Ukiwa na wazazi wanaumwa, utaendelea kuwatunza, utaendelea kuwajali mpaka siku yao ya mwisho Mungu atakapowaita. Na tusifanye mchezo. Yaani unaweza ukasema mgonjwa huyu ni wakufa, ukafa wewe mzima huko hapa. Kweli si kweli jamani? Unaweza ukafa wewe mzima huko hapa, mgonjwa bado yupo anaendelea. Kwa hiyo niwaombe sana tuendelee. Na natumia nafasi hii kuomba wana Njombe, tuendelee kushirikiana kwa pamoja. Tuendelee kushirikiana kwa pamoja kutunza wagonjwa wetu. Tuendelee kuchangia. Nawapongeza sana wote ambao kwa namna moja au nyingine wameshiriki kwenye mpango huu wa Uplands wa kuwasaidia na kuwajali wagonjwa. Nawapongeza sana. Sasa nimeongea hapa kuhusiana na juhudi za serikali kujaribu kusaidia. Yaani kama kuna changamoto kubwa, ukiacha shule ni afya. Na serikali ina jukumu la kusaidia kwenye afya, lakini haiwezi kumsaidia kila mtu kama nilivyosema. Lakini ina jukumu. Sasa wasemaji waliopita hapa wameongelea kuhusiana na bima ya afya. Na mimi nimalizie maongezi yangu kwa kuongea kuhusu bima ya afya. Kwa kutambua umuhimu wa afya na wajibu wa serikali kuhakikisha kwamba inasaidia wananchi na kwamba haina uwezo wa kusaidia kila mtu, serikali imeamua kuingia kwenye utaratibu wa bima ya afya. Ndugu zangu, sisi wabunge, katika moja ya mambo ambayo tumeisukuma sana serikali ni kuwa na bima ya afya kwa watu wote. Na bima hiyo ya afya iwe ni ile ambayo itakuwa ina bei itakayomfanya kila mmoja aingie kwenye bima ya afya ili apate huduma. Kwa hiyo mpango huo ulikamilika mwaka jana, mpaka mwezi wa 12 ulikamilika. Serikali ikasema inauanza rasmi mwaka huu mwezi Januari. Na wengi tumesikia kwamba serikali sasa imeanzisha mpango wa bima ya afya kwa watu wote.
Bima ya afya kwa watu wote inatusaidia kutunza afya, hata kama haiwezi kwenda kwenye magonjwa yote, lakini unatunza afya kadiri ambavyo bima inakuruhusu. Mwenyekiti pale amesema alikata bima. Kwa hiyo kinachojitokeza ni kwamba kwenye mpango wa bima ya afya mpya kwa watu wote, ili gharama yake iweze kuwa nafuu, imeshushwa, imewekwa ya unafuu, kwamba ukilipa 150,000 unaweza ukawaingiza wanafamilia mpaka 6 wakawa na bima moja. Wanafamilia 6 bima moja wanaitumia, wanalipa 150,000. Hiyo imeipunguza bei bima ya afya, ili angalau kila mmoja aweze kuingia kwenye bima ya afya. Kwa hiyo niwaombe sana, jambo hili litaendelea kutolewa elimu, na maafisa wenzetu, maafisa kata, maafisa afya wa kata, halmashauri kuendelea kutoa elimu kuhusiana na bima ya afya. Mimi niwaombe sana tujiunge na bima ya afya. Tusisite kujiunga na bima ya afya. Na usiseme kwamba mimi mbona ni kijana, afya yangu ni nzuri, sihitaji bima. Nikiangalia nimekaa miaka 5 mimi sijaeta kugua. Ndugu zangu, bima ya afya inasaidia watu wote. Wewe kama huugui, una mjomba anaugua, una shangazi anaugua. Bima ya afya ni mkusanyiko wa fedha mbalimbali kwa ajili ya kutunza afya kwa ujumla wetu. Bima ya afya itafanya kazi vizuri kama wote tukijiunga. Pale bungeni walitaka kuleta sharti kwamba iwe ni lazima. Sio bunge hatukubali. Tulisema isilazimishwe. Watu wapewe elimu, waelewe umuhimu wa bima ya afya. Ili maana vitu vya kulazimisha hivi ndio watu wataanza kujificha. Wapewe elimu, wajue umuhimu wa bima ya afya. Mimi na uhakika elimu ikiendelea kutolewa, sote tutajiunga na bima ya afya ili kutunza afya zetu. Na mwisho kabisa, nipo hapa na mimi kwa ajili ya kuchangia kama nilivyosema. Kwa hiyo ni wakati wangu sasa, na mimi kama mshiriki, kama mwana Njombe ambaye naguswa na mpango, basi na mimi nimeona nichangie kwa kutoa kiasi cha shilingi 500,000. Niombe ile michango hii wengine wanatajaga alafu wanapotea. Na mimi natoa hapa. Sasa nasema nipe namba nitatuma. Nipe namba nitatuma, alafu kila ukimuuliza nilituma mtandao. Mtandao hamna hapa. Hii hapa. Asante baba. Wewe unahusika. Msikini jeuri, hebu kamata hii. Bali mimi natoa mchango wangu huo kwa ajili ya kusaidia initiative yenu ambayo inasaidia wananchi. Tunaishi nao. Tunaishi nao. Basi ndugu zangu, baada ya kulisema hilo, mimi sasa natangaza rasmi kwamba mpango wetu kwa mwaka huu wa Tunaishi Nao tumeuanzisha rasmi. Asante sana. Tunakushukuru sana Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Njombe mjini kwa maneno yako mazuri ya kufungua rasmi msimu wa kampeni ya Tunaishi Nao, lakini pia na wazungumzaji wote ambao wamepita, mwenyekiti wa halmashauri na diwani wa kata Utalingolo, mkurugenzi wa ambulance sanjari na mratibu wa kampeni ya Tunaishi Nao. Kiukweli hii kwetu ni alama kubwa leo, hasa kwenye tukio hili la ufunguzi wa kampeni ya Tunaishi Nao msimu wa 8 2026. Lakini kwa kuwa sasa tunajiandaa na zoezi la wale ndugu zetu ambao hawakupata nafasi ya kutoa mchango mahala pengine, au hata kama ulitoa, basi tutumie nafasi hii kukusanya kwa pamoja hapa, tukiweka chombo kwa maana ya kapu la nyumbani. Kwetu sisi kama Ambulance FM tuna wadau wengi ambao wamekuja. Naomba nimlete mdau mmoja tu.
Jacob Peter, afisa usafirishaji. Kwa wale ambao mnafuatilia mitandao ya kijamii mtakuwa mnamfahamu, ni kijana mwenzetu, na jana alikuwa na mwaliko Uplands FM. Baada ya ule mwaliko akasema kwamba atafika ashiriki na sisi kwenye kampeni ya Tunaishi Nao. Kwa niombe ndugu yangu uzungumze machache kwa hawa watu ambao tuko nao na kwa wale ambao wanatusikiliza kupitia Uplands FM muda huu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaanza na Mungu, tunamaliza na Mungu. Kubwa kuliko ni kupata nafasi hii kufika kwa mheshimiwa. Kwanza nikushukuru sana brother MC maskini jeuli. Mungu akubariki sana. Unafanya kazi kubwa sana. Sio ni kijana wa design gani? Yaani kufanya kitu kikubwa kama hichi, na umetuheshimisha sana, na baadhi ya dhambi zako na imani zitapunguzwa. Wazee wangu shikamoni. Vijana mpo? Kubwa sana vijana kutokeza maeneo kama haya. Ukiona kitu kama hichi, muwe mnajitahidi vijana kutoa chochote kitu. Yaani ukiona mambo kama haya, unajua bwana vijana tuna maneno mengi sana. Mimi nitatoa nini? Mimi afya yangu haiwezi kuisha leo wala kesho. Maisha yanabadilika muda wote. Ukiona una afya njema, mshukuru Mungu, na ukiona una chochote kitu, jitahidi muwe mnawachangia wa kuwachangia. Mimi sina maneno mengi sana leo. Mimi nitoe chochote nilicho nacho. Sababu unaweza kusema kajisachi kumbe mfuko na haina kitu. Mimi na 20 kama nitoe chochote. Asanteni sana ndugu zangu. Nimefurahi sana na hii kubwa kwa afisa usafirishaji mkoa wa Njombe, mzee wa Dala Topu. Kupewa nafasi kama hii ni kubwa sana. Kubwa kuliko kwa heshima sana. Huyu ni brother wangu, tumetoka Lupembe wote, tumeingia mjini. Jambo la kumshukuru Mungu. Asanteni sana. Kwa kuongeza tu, kwa sababu mheshimiwa mbunge upo, mwenyekiti wa halmashauri upo, najua unamfuatilia sana kwenye mitandao ya kijamii. Anachokifanya huyu inawezekana ni alama ya kutangaza mkoa wetu wa Njombe. Tunaweza kuendelea kumtumia. Sasa mimi kwa muda huu naomba nimkaribishe Neema Mahenge, mwimbaji wa nyimbo za Injili. Wakati huu sasa tutakuwa tunatoa sadaka. Hii ni ile ambayo umebarikiwa. Kama hukupitiwa na mwenyekiti wa kijiji, hukupitiwa na mchangishaji wa Tunaishi Nao, umeuiwa kuongeza kitu chochote ulicho nacho, kapu liko hapa. Wakati mwenzetu Neema Mahenge anaimba, sisi tutakuwa tunaweka chochote hapa, na baadaye tutakuja kuhesabu na kutoa hesabu ya jumla ya michango ambayo tumeichangia kupitia kampeni hii ya Tunaishi Nao, ikiwa leo ni ufunguzi hapa Mfereke. Amuru
Jaribu kuwaza matatizo yangekuwa kwako ingekuwaje? Hakuna nependa haya matatizo, na yakikukuta nauma. Utasema kwa wapi Mungu, yamenizidia haya machungu, kwa hizi tabu